Mheshimiwa ambaye ni mtazamaji wa Mokenya TV mahali popote ulipo, kuna habari breaking news ambazo zimetufikia katika meza yetu ya habari. Ajali ya ndege imeweza kufanyika na kutetemesha ardhi ya Kenya. Sasa hivi tunapoenda hewani tunafahamishwa kwamba uwanja wa ndege wa Wilson umefungwa ghafla kwa muda baada ya ndege kupata ajali wakati wa kutua katika uwanja huo. Uwanja wa ndege wa Wilson ulifungwa kwa muda siku ya leo, siku ya Ijumaa tarehe 22, baada ya ndege aina ya Donia 228-202 kupata ajali wakati wa kutua katika uwanja huo, jambo ambalo limeweza kutetemesha taifa la Kenya. Kulingana na mashuhuda, ndege hiyo ilipata hitilafu wakati wa kutua na kuacha njia ya kurukia ndege, huku ikikosa kwa mbali uzio wa uwanja uliopo kando ya barabara ya Lang'ata. Hata hivyo, bado haijabainika ni nini hasa kilichosababisha ajali hiyo kushuhudiwa wakati ndege hiyo ilikuwa inatua. Ripoti za awali zinaonyesha kuwa hakuna mtu aliyepoteza maisha wakati tukio hilo, ingawa idadi kamili ya abiria waliokuwa ndani ya ndege hiyo bado haijathibitishwa rasmi. Lakini uchunguzi wa ndege za aina hiyo unaonyesha kuwa zina uwezo wa kubeba hadi abiria 19. Kwa mujibu wa taarifa za umma, ndege hiyo yenye usajili wa 5YCS hutumiwa mara kwa mara na shirika la Umoja wa Mataifa la huduma za ndege za kibinadamu kutoa huduma muhimu za usafiri katika ukanda wa Afrika Mashariki. Baada ya ajali hiyo, vikosi vya dharura vilifika haraka eneo la tukio ili kudhibiti hali na kuwasaidia waliokuwa ndani ya ndege hiyo. Mamlaka husika zimeripotiwa kuanzisha uchunguzi wa kubaini chanzo cha ajali hiyo, lakini kufikia wakati wa kuenda hewani sasa hivi, mpenzi mtazamaji wa Mokenya TV, taarifa hii haijaonyesha wazi kilichochangia ndege hiyo kuanguka ghafla. Mamlaka ya viwanja vya ndege Kenya, ukipenda KAA, ilikuwa bado haijatoa taarifa rasmi kuhusu tukio hilo. Ajali hiyo imejiri wiki chache tu baada ya tukio jingine kama hilo kuwahi kutokea katika uwanja huo huo, jambo ambalo limeibua hofu na maswali kuhusu usalama wa safari za ndege katika uwanja wa Wilson. Unakumbuka wakati ule seneta wa kaunti ya Vihiga Godfrey Osotsi alihusika kwa ajali ya aina hiyo katika uwanja huu. Ndege iliyohusika katika tukio la awali ilianguka, ilikuwa I think tarehe 20 mwezi wa 3 mwaka huu, wakati ndege ile ambayo iliyobeba abiria 39 akiwemo seneta wa kaunti ya Vihiga Godfrey Osotsi pamoja na wahudumu 5 wa ndege waliweza kuhusika kwa ajali hiyo, lakini hakuna yule ambaye aliweza kuaga dunia. Baadaye mamlaka ya usafiri wa anga Kenya, ukipenda KCAA, ili kuwepo kwa mapungufu katika uwanja huo yaliyotajwa kuwa chanzo kikuu cha ajali hiyo. Mkurugenzi mkuu wa KCAA ambaye anaitwa Emily Arao alisema kuwa udhaifu katika maandalizi ya huduma za dharura ulisababisha ndege hiyo kupata ajali wakati wa kutua. Alieleza kuwa huduma hizo ni za lazima chini ya sheria za usafiri wa anga na zilipaswa kupatikana mara moja. Hata hivyo, Arao alipinga madai kuwa uwanja wa Wilson si salama, akisisitiza kuwa
taratibu zote muhimu za usalama, ikiwemo mawasiliano ya mnara wa kuongoza ndege pamoja na utaratibu wa kutua bado zinafuatwa kikamilifu. Kwa hivyo tunaendelea kufuatilia taarifa hizi, lakini mwaka huu wa 2026 ni mengi ambayo tumeshuhudia, haswa yanayohusishwa na ajali ya ndege ama ndege kupata hitilafu wakati inapaa angani kisha baadaye inatua ghafla. Visa kama hivyo vimeweza kuripotiwa katika taifa letu la Kenya. Ikumbukwe hata kuna mbunge wa Klishi la Emurua Dikir, Joanna Ngeno, mwaka huu aliweza kupoteza maisha yake na Wakenya wengine 5 wakati walikuwa wanasafiri wakitumia aina ya helicopter 5Y, ndege ambayo inasemekana ya kwamba ilipata hitilafu ni kwa sababu ya anga kidogo. Hali ya anga ilikuwa na shida kidogo, jambo ambalo liliweza kulazimisha ndege hiyo kuanguka na wote waliokuwemo ndani ya ndege wakapoteza maisha ghafla. Lakini vile tunaona mambo ya ajali ya ndege yanaendelea kushuhudiwa katika taifa la Kenya, haswa katika uwanja huu wa Wilson, kwa sababu kesi hii sio ya kwanza, ama kisa kama hiki sio cha kwanza. Ni jambo ambalo linastahili kuangaliwa kwa undani kupitia mamlaka ya kusimamia viwanja vya ndege humu nchini, ili kutuliza mawimbi ama kutuliza ajali hizi ambazo zinaendelea kushuhudiwa kila wakati, kwa sababu ndege zinabeba watu kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine, lakini shida hatuelewi inatoka wapi wakati ndege zinatua katika viwanja haswa Wilson zinapata hitilafu. Na wale ambao waliokuwa katika ndege hii tunawaombea mema. Ajali hii sio nzuri na kuna ajali nzuri, tunawaombea mema, lakini Mungu aliweza kuonekania. Kufikia sasa tunapoenda hewani, mpenzi mtazamaji, hamna yeyote ambaye ameripotiwa kufariki ama kuaga dunia kufuatia ajali hiyo ya ndege. Ndio maana tumeweza kuleta habari hizi moja kwa moja kupitia njia ya audio, kwa sababu tulikuwa tushakwisha toka kwa studio, lakini wakati tupo kwa njia tukapata breaking news, tukaona ni vema tukaweze kuhabarisha kivyo vyote vile, ila tu ujumbe uweze kuwafikia mpenzi mtazamaji. Naomba msamaha kwa sababu hii kanda nimeleta kwa njia ya audio, nilikuwa nimeshatoka kwa studio, lakini tutarejea studio hapo kesho ili tuweze kuonekana kwa kamera. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo kukufahamisha kuhusiana na ajali ya ndege ambayo imeweza kudhibitishwa katika uwanja wa Wilson siku ya leo, siku ya Ijumaa tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka huu wa 2026. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo kesho. Sasa usiku mwema na kutakia mema, kwa heri kwa sasa.